Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Pengine naweza nikasema ya kwamba Tanzania uhuru umekuwa ni mkubwa kweli kweli. Pengine naweza nikasema kwamba Tanzania ni nchi ambayo mtu anaweza kuzungumza lolote alitakalo. Nimezunguka katika mtandao wa Instagram, nimekutana na video moja ya kiongozi wa ACT Wazalendo. Yeye akiweza kuzungumza maneno kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana amesema ya kwamba, msikia video hii kwanza, alafu tutarejea. Jamani, hasa mnaendaje kuchagua mtu aliyechanganyikiwa? Juzi katuambia eti Tanzania uchumi umekuwa kuliko Marekani. Hata kipofu jamani na kiziwi hili jambo akisikiliza anachanganyikiwa kabisa. Ni namna ya kiongozi aliyechanganyikiwa. Ni namna ya kiongozi ambaye haoni dira mbele yake. Sijui kitu gani kinamchanganya. Ndio maana CCM wamebakia kulindwa na dola ama polisi. Na huyu ni mmoja ya kiongozi ya ACT Wazalendo. Yupo katika jukwaa la siasa akiendelea kupiga kampeni zake, lakini maneno ambayo ameongea dhidi ya rais, mpaka mtu unajiuliza, watu hawaoni kazi ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameifanya. Watu hawaoni mchango mkubwa ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano ameifanya. Sasa hapa haya ni maneno pengine yanaweza yakawa si mazuri, sio maneno yenye stara. Ni maneno ambayo si vyema kabisa kwa mwanamke kumtamkia mwanamke mwenzake. Kimsingi huyu kiongozi wa ACT Wazalendo, kwa maoni yangu binafsi, naona hayuko sawa na amekosea kuzungumza maneno haya. Pengine angeweza kuzungumza tu maneno mengine kwa ajili ya kupiga kampeni ya kuelekea uchaguzi huu, lakini sio haya maneno ambayo ameyazungumza. Lakini kwa sababu ni siasa, na pengine labda siasa inaruhusu maneno kama haya, pengine yuko sahihi kwa upande wake. Labda kama siasa inaruhusu maneno haya. Sasa wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na kiongozi huyu ACT Wazalendo? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Je, wewe unachokizungumza ni sawa ama si sawa? Kwa upande wangu mimi si sawa. Je, upande wako ni yapi? Maoni yako andika hapo katika sehemu ya comments.